Hatimaye NATO yakubali kwamba Urusi haitafuti mzozo dhidi yao. Kamanda mkuu wa muungano huo barani Ulaya amepuzilia mbali madai kwamba Moscow imejiandaa kwa ajili ya vita dhidi ya NATO. Baadhi ya viongozi wa kisiasa wamekuwa wakieleza mpango huu kwa muda mrefu kwamba moja kati ya mipango ya Urusi ni kutafuta vita dhidi ya NATO. Urusi haina mpango kushambulia eneo la NATO, kamanda mkuu wa jeshi la umoja huo amesema, licha ya onyo kutoka kwa baadhi ya maafisa wa Ulaya na wanasiasa kwamba wanachama wanapaswa kujiandaa kwa mapambano yanayoweza kutokea kwa silaha na Moscow. Nchi wanachama binafsi zimepitisha mipango ya kuongezeka kwa kiasi kikubwa matumizi ya ulinzi tangu mwaka 2022, zikitoa mfano wa mzozo wa Ukraine. Urusi hata hivyo imerudia kusema kwamba haitashambulia kambi inayoongozwa na Amerika isipokuwa ishambuliwe kwanza. Nimetazama habari za kijasusi kwa karibu sana. Jenerali Alexander Grinkevich, kamanda mkuu wa muungano wa Ulaya Social, alisema wakati mjadala wa jopo la ILAA Berlin Air Show mnamo jana Alhamisi, kama alivyonukuliwa na shirika la habari la Financial Times. Anasema Urusi haitafuti mzozo, wanaelewa neno muungano wa kujihami na wanaelewa kuwa tuna faida kadhaa za ulinganifu, jenerali huyo aliongeza. Baadhi ya maafisa wa nchi za magharibi wameelezea wasiwasi wao kwamba Marekani imekengeushwa na mzozo wa muda mrefu wa Iran na kwamba mpango wa hivi karibuni wa Rais Donald Trump wa kupunguza idadi ya wanajeshi wa Kimarekani walioko Ujerumani utapeleka ishara mbaya kwa Urusi. Jenerali Carsten Brunn, afisa mkuu wa kijeshi wa Ujerumani, aliambia Politico mnamo siku ya Alhamisi kwamba NATO inapaswa kuwa tayari kwa makabiliano yanayoweza kutokea na Urusi ifikapo mwaka 2029, huku ikitetea mpango mkubwa wa silaha mpya unaosimamiwa na waziri wa ulinzi Boris Pistorius. Rais wa Czech Petr Pavel pia hivi karibuni alihimiza kambi hiyo kuonyesha meno yake, wakati waziri wa mambo ya nje wa Lithuania Kęstutis Budrys akisema kwamba NATO lazima ionyeshe utayari wake wa kuingia katika mkoa wa Kaliningrad wa Urusi, eneo la bahari ya Baltic. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alilani kauli kama hizo akisema ni wazimu wa mpaka na ushahidi wa uadui wa kizimu dhidi ya Urusi. Akizungumza katika kongamano la kimataifa la kiuchumi la St. Petersburg, amesema tungekuwa na sababu gani ya kushambulia Ulaya na kupigana vita dhidi ya NATO? Kama nilivyosema hapo awali, sio tu uenda wazimu bali pia ni uchochezi wa makusudi, anasema. Basi hayo ndio tuliokuwa nayo, ni kile ambacho makamanda wa NATO wanasema. Mpango wa Urusi si kushambulia nchi yoyote katika NATO, kwamba taifa hilo halina mpango wowote wa kuanzisha vita dhidi ya nchi za Ulaya za NATO ama zile za EU. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.